Kwa naomba ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana, Gen Z, wanangu wadogo zangu, tuache mihemko. Kwenye kuandamana kuna vingi vibaya vinavyoweza kutokea, ukajikuta anayekuchochea mara nyingine hayupo. Na mimi naweza kusema kwa uthubutu kabisa kwamba ndio nia ya kuandamana kwa Watanzania labda wanayo, sababu wanayo, na haki labda wanayo, lakini upande wa pili nia ya kuandamana sioni sababu ya kuwepo. Na mimi na Watanzania wengi hawana nia hiyo, sababu wanafahamu kwamba watakuwa hapo kinyume cha sheria. Sababu pia nadhani hawana, kwa sababu tayari sababu zao zinafahamika na zinaweza kufanywa kazi. Lakini pia uwezo wa kuandamana, mimi naamini Watanzania wengi ambao wanatambua utawala wa sheria ukoje, uwezo huo pia hawana, kwa sababu wanafahamu matokeo yake yatakuwa nini. Na sidhani kama kuna mtu ambaye yuko tayari kupoteza viungo vyake, kupoteza maisha yake, kuacha watu nyuma yake katika hali mbaya, kwa sababu tu amekwenda kuandamana kwa maandamano ambayo kimsingi yapo kinyume cha sheria, na wakati huo ana nafasi kubwa na ya kipekee ya kutimiza kile ambacho anakitaka, kwa mabadiliko, kwa kutumia sanduku la kura hili kujitokeza huku kwenda kumpigia kura Samia huyu, hata wabunge hawa, ili nyuma yao wajue wana deni la wewe ambaye uliapa hutoshiriki uchaguzi, ila dakika za mwisho umeamua ushiriki uchaguzi ili uwakopeshe kura yako, wakashughulikie haya ambayo wewe unayadai. Kwa mimi natamani kuona kwamba wale ambao wanasema hatutiki wakarudi nyuma kwa busara kabisa, wakampa jukumu hili Rais Samia la kufanya marekebisho kwenye utawala wake wa miaka 5 ambao tutampa sisi. Kwa maana mimi ambaye nitakwenda kutiki na wewe ambaye hautiki, letu liwe moja. Sababu tukubali tukataa, hata ndani ya chama tawala wako watu wengi ambao wanahitaji mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, kuanzia ndani ya chama mpaka nje ya chama. Wako wengi sana kwenye chama cha tawala. Lakini solution sio kuandamana, ambapo ni hatari sana kwa mustakabali wa taifa na wako binafsi unayeandamana, lakini pia kuandamana na kutokujitokeza pia kunaweza kuwasababisha hayo madai yetu yasifanyiwe kazi. Kwa sababu tuseme ukweli, hatuwezi kumlaumu Rais Samia kusema kwamba ghafla tu kaichukua nchi katika mazingira ambayo tunafahamu wote kwamba yeye hakuchukua nchi kwa matakwa ya wananchi, kwa maana hakupigiwa kura na wananchi. Rais Samia amechukua nchi kwa matakwa ya katiba iliyopo. Rais aliyomtangulia marehemu Magufuli kafariki, ndio Samia akachukua nchi kwa matakwa ya katiba, sio kwa kura za wananchi, sio kwa ridhaa ya wananchi, hakupigiwa kura. Kwa hiyo katikati ya mazingira kama hayo ambao katiba ndio imempa nafasi yake ya urais, haiwezekani katika kipindi hicho ambacho katiba ambayo imempa urais, tunataka Rais Samia huyo aingie ndani ya katiba hiyo aanze kuiboronga, kuanza kutafuta masuala mengine si ya reform ambayo ni ya msingi, anafahamu sana, lakini hawezi kuyafanya kwenye kipindi ambacho yeye hana ridhaa yetu sisi wananchi. Umeona? Kwa namna pekee ya kumfanya Rais Samia atekeleze hayo ni rais sana, yeye yuko tayari kabisa. Njia pekee ya kufanya hivyo ni sisi ambao tunasema tunatiki, na wewe ambao unasema hautiki, kuacha kususa, isipokuwa twende pamoja tarehe 29 Oktoba kwa amani tukatiki. Naamini hata Mheshimiwa Lissu kama atakuwa yuko raiani, hata John Heche na wengine wote ambao wanasema bwana tutiki, natamani kuona kwamba tukishirikiana pamoja kwenda kutiki ili kumkopesha Samia, tumkopeshe Rais Samia kaka yangu Sugu na wengine wengi ambao tukamkopesha Samia kura zetu, tuwaambie na wafuasi wetu, jamani, ile swala hatutiki tuliache. Kwa sababu mwisho wa siku jamani, hata ikitokea maandamano yatatokea ni vurugu, watakufa watu, watafanyika hivyo, wataumia watu, lakini mwisho wa siku maandamano, vurugu, hata vita havimalizi matatizo, isipokuwa lazima tafikia siku itahitajika watu wakae chini wazungumze.